Nilikuwa naeleza nasema kwamba kila familia zina tabia yake na kila koo ina tabia yake. Na kila kitu katika familia au katika ukoo kina sababu au kina chanzo. Hichi ndio kitu mtu unapaswa ujue. Ndio maana maisha mengi sana tunayoishi tunakuwa tunarisi. Nilisema kwamba kuna watu wengine ambao wanarisi laana na kuna wengine ambao wanarisi baraka. Kuna koo ambazo watu wanaenda, yani watu wana flow, watu wanaendelea, watu wanasoma, watu wanafanikiwa. Lakini kuna koo ambazo darasa la 7 inakuwa ni mtihani, darasa la 7 inakuwa ni mafanikio. Kwa ni nini? Lazima kwenye kudadavua, kwenye kuchambua, lazima uwe makini ili ujue kwamba unaenda kukechi wapi kwenye lile tatizo. Na slogan yangu mara nyingi nasema, kama unanifuatilia mara nyingi, ninasema hakuna tatizo kama kutokujua tatizo. Kwa ni nini? Tunapoongea portion ya ukombozi, automatic sisi atuendi kudili na mali, atuendi kudili na chochote kile ambacho tunakihitaji, tunaenda kudili na umiliki. Kwa sababu hichi kitu lazima mtu ujue, kuna kuwa na kitu na kuna kumiliki kitu. Kwa hiyo mara nyingi sana unaweza ukawa una kitu lakini wewe sio mmiliki. Na hichi ni scenario ya nguvu za giza katika maisha yetu. Nilitoa mfano siku moja nikasema kuna ule mtumishi wa Mungu alipewa gari na muumini wake kanisani. Muumini aliona kuna gari inapaki pale na mtumishi wangu anatembelea pikipiki. Kwa hiyo alichofanya akamwambia, baba, nimekuletea hii gari. Akaifanya service vizuri, akampa yule mchungaji, yule mtumishi. Kwa yule mtumishi alipopewa ile gari akawa anafanyia huduma, lakini aliyompa gari akawa anaona yule mtumishi anaifanya service, anaifuta na inakaa nzuri. Akafurahi sana moyoni mwake. Akasema huyu mtumishi nimempa gari ameijali hivyo, hii gari nitaimwachia. Basi yule muumini akaenda akaleta kadi, akamwandikia kabisa mtumishi, gari ni ya kwako kuanzia sasa. Yule mtumishi akamshukuru Mungu sana, kanisa likamshukuru Mungu, wanamwambia akamshukuru Mungu, ikaa pale ni sherehe kwamba tumepata usafiri, Mungu ikaishia hapo. Lakini ni nini ninachotaka kuelezea? Baada ya miezi 6 ile gari ambayo mtumishi alipewa ililala au ilikufa. Sasa ni nini tunaweza tukaangalia hapo? Unaweza ukawa mtumishi lakini bado kwenye asili yako kuna miungu ambayo inasema hautamiliki. Na ndio maana kuna watu, mtu atakuomba viatu vizuri. Hichi viatu vyako nimevipenda shoga, nisaidie. Hichi kijora, nisaidie niende nacho kwenye harusi. Lakini siku ukimpa kile kitu, utakikuta dekio. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ndio kitu ambacho nataka kuzungumza leo na kila mtu anielewe. Kwa hiyo, hivi vitu, kuna mtu ana vitu lakini ana uwezo wa kumiliki. Kuna mtu ana kitu lakini sio mmiliki. Ndio unasikia mmiliki wa basi fulani, unasikia mmiliki wa nyumba fulani. Kwa hiyo unaweza ukawa na kitu lakini sio mmiliki. Unaweza ukawa na kitu sio mmiliki. Kwa hiyo baadaye ile gari likaja likafa. Ni nini ninachotaka kudhihirisha? Kuna watu vitu mlivyo navyo sivyo vya kwenu, ndio maana havijaisha. Siku vitakapokuwa vya kwenu ndipo vitakavyoisha. Ndio maana nikatoa mfano mzuri nikasema, unaweza ukaona mtu pale kabisa ana nguo, ukaumia, ukasema mimi nitatoa hii t-shirt yangu moja ninayoipenda nimpe, nitatoa hichi kiatu changu ninachopenda nimpe. Siku umempa, hata kama jirani yako, utakutana nacho mlangoni ni dekio. Kiukweli ukutana na hii situation usichukie. Bwana asifiwe sana. Siku umempa, unakutana na kile kitu ni dekio. Ni nini? Yule mtu katika umiliki ana uwezo wa kumiliki. Ndio maana kuna mtu unaweza kumwambia nishikie 100,000, hata kama anakufa hawezi akaigusa. Lakini mwambie chukua 100,000 ni ya kwako, haitalala. Kwa hiyo tunaongelea umiliki. Ndio maana tunapoenda mbele za Mungu, hatuendi mbele za Mungu kwa ajili ya kuomba vitu. Tunaenda kwa ajili ya kufanya toba ili turudishe nguvu ya umiliki. Kwa sababu nguvu ya umiliki ndiyo nguvu inayodumu. Na ndio maana hata watu wengi sana unaweza ukaomba kazi lakini kwenye portion yako hauna nguvu ya umiliki. Ile kazi hata kama utaifanya, ile kazi haitakuwa na impact. Nikizungumzia nini? Ninazungumzia kwamba wewe kwenye portion ya ulimwengu hauna nguvu ya umiliki.
Ndio maana kuna watu wengine, mtu anaomba kazi sana na machozi, akipata ile kazi wewe mwenyewe unasema huyu ndio yule aliomba kazi kweli, mbona kama sio yeye? Ni nini? Ameingia kwenye portion ya kumiliki na yeye sio mmiliki. Na ndio maana siku moja nafanya maombi ya wafanyabiashara, nikasema wengi ni wafanyabiashara sana, wengi wanafanya biashara mno, lakini sio wamiliki wa ile biashara katika ulimwengu wa roho. Unaweza ukawa umefungua frame mahali unapambana na maombi, lakini wewe usiwe mmiliki wa ile biashara kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana kuna protocol zake. Unaponunua kiwanja unakimiliki kiserikali, lakini atakuwa ukimiliki kwenye ulimwengu wa roho. Ndio kitu tunataka kuzungumzia. Kuna somo linaitwa umiliki wa ardhi kiroho. Ukisoma hilo, kama ni mfanyabiashara umewekeza mahali, kama ni mtu ni mwekezaji wa apartment, hiyo ni muhimu sana. Kuna watu leo wanajenga nyumba za kupanga, lakini ulipwe kodi utalipwa na manati. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapoenda mbele za Mungu, hatuendi kuomba vitu, kwa sababu tunaweza tukawa tuna vitu lakini vinafanya kupita. Kuna watu leo shida sio hela, shida ni umiliki wa hela. Hata vijana wengi sana, shida sio hela, shida ni umiliki wa hela. Kwa sasa umiliki ni sehemu ambayo shetani aliiba kutoka kwenye falme akaifanya iwe ya kwake. Kwa anaweza akakuruhusu ukashika fedha, lakini yeye ndo akawa mmiliki wa maendeleo yako. Bwana mmoja rafiki yangu sana ambia, mwalimu, shuhudia hivi ili watu wapone. Huyo jamaa anafanya biashara ya magari, anauza sana magari. Anakuambia mimi kwa wiki lazima niuze magari 2 3. Kwambia mimi kupata 800,000 milioni kwa gari moja ni kawaida. Kwa kama kwa wiki akiuza magari 3, automatically ana kama 2,200,000 hivi hela ya chini kwa wiki, lakini alifungiwa nyumba 60,000 kwa mwezi. Kwa unaweza ukaona watu wengi wanaamini kwamba wakishapata fedha wamemaliza kila kitu. Unaweza ukapata fedha usiwe mmiliki, kwa sababu umiliki unahesabiwa katika kutuliza kile kitu na kuishi. Ndio maana niliwaambia utajiri kamili, utajiri wa kueleweka unahesabiwaga katika mali zisizohamishika. Kuna tofauti ya mtu mwenye majengo mjini, kuna mtu mwenye viwanda, na tofauti ya mtu mwenye hela zake benki keshi. Ni tofauti kabisa. Kuna ule umiliki unaoonekana kwamba umiliki huu. Kwa mfano ukiona mtu hata ukienda kuchukua mkopo benki, wezi waambia nipeni mkopo nina hela zangu ziko mahali, nipeni mkopo nina ile nyumba yangu iko pale. Mimi ni mmiliki wa ile ardhi, mimi ni mmiliki wa ile nyumba. Kwa hiyo umiliki ni kitu kinachotesa watu sana. Unaweza ukawa unatafuta kazi, unapata kazi, lakini kwenye ulimwengu wa roho hauna uwezo wa kumiliki kazi. Sasa sema tulimwombea mtumishi, amepata tu hiyo kazi anajisahau. Acha kulaumu watu. Lazima tujue protocol inasemaje. Lazima tujue ni nini kifanyike ili huyu mtu awe na uwezo, awe na nguvu ya kumiliki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo lazima nifuatilie ujue, na kuna masomo mengi ambayo kama umiliki wa ardhi kiroho, kuna masomo umiliki wa kazi. Kuna watu asili zao hazina umiliki wa kazi. Sikiliza, na nitaenda kusema hizi tabia zinatoka wapi. Kwa mfano kuna koo ambao zinataabika, yani kuna koo ambayo hata kufanya kazi ni shida. Hata akipewa kazi ya kupasua kuni, atagombana na tajiri yake. Hatujui chanzo cha ile kitu inayomsumbua. Hatujui chanzo nini kilianzia mpaka wakawa na ile laana. Kuna wengine mababu zetu walikuwa enzio za ukoloni, walikuwa wanaajiri watu. Fuatilia siku moja kaambiwa mahali hapa mahali walikuwa wanakaga kabila fulani wakiwa na wachungaji wa ng'ombe wa huyu mzee. Na wale gile kabila walikuwa wanalala hapa, wamepewa nyumba, walipewa shamba kama 2 wamejenga nyumba zao pale, na wale wana ng'ombe zao, na hata walivyokufa walizikwa hapa hapa. Sasa inategemea yule babu alikuwa anaishije na wale wafanyakazi. Unaweza ukashangaa wewe kila ukiingia ofisini, bosi kumbe ni ile roho ya kwenu ilishazulumu wafanyakazi. Unaweza ukashangaa wewe kila kuja kupewa mshahara unakuta una shoti, una luzi, unakatwa, kwa sababu kuna roho ambayo ilitoka kwenu. Ndio maana tunapoenda kufanya toba ya matengenezo, hatusemi yamkini wala labda. Tunasema Bwana, samee kila dhambi, samee kila agano la dhambi lililoingia kwenye asili yangu likaninyima nisimiliki. Kwa sababu hata ukiajiriwa mahali ukiwa ni kibarua, wewe ni mmiliki wa kile kibarua. Lazima uwe mmiliki, kwa sababu bosi amekuwa kwenye ofisi yake amekuamini. Lazima uwe mmiliki kwa asili, kwa sehemu moja au sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima ujue kama hautafanyia kazi swala la umiliki,
hata wewe Mungu nisamee, sicheki kama mazuri. Kama utafanyia kazi swala la umiliki biashara imeisha. Ndio maana niliwaambia nguvu za giza hazina haraka, zinakupimpu, zinakuchuja. Sema huyu mtu afanye kazi, apambane, lakini atanunua nguo ya pili. Afanye kazi, apambane. Kuna watu wanapambana kila siku kuamka asubuhi, lakini chupi ndani ameshona. Chupi ya buku 2 imepigwa uzi. Waweza kusema niko bize, soko bize. Kuna watu hawana uwezo wa kumiliki. Unashangaa mimi nafanya mambo makubwa sana. Hauwezi ukasaidia watu kama unashindwa kujinunulia nguo ya ndani ya pili. Unaweka madhabahu za ushetani ndani yako. Kwa hiyo niwaambie watu wa Mungu, tujiazari sana na hili swala la kufanya vitu bila kwenda kukomboa lile portion. Umiliki ni nini? Umiliki kuna uwezekano umiliki ni kitu kama hichi, kwamba kile ninachomiliki kaya hapa. Kwa hiyo shetani alichofanya amemegua kile ambacho kinabeba zile baraka. Kwa hiyo unakuwa ni mtumwa. Kuna watu wanafanya kazi tarehe 1 mpaka tarehe 30, wanafanyia tumbo na matatizo na magonjwa. Wewe sio mmiliki kwenye ulimwengu wa roho. Inatakiwa ukamiliki ile portion. Kwa hiyo ndio maana unapoenda mbele za Mungu kufanya matengenezo, Bwana samee agano lolote linaokataa umiliki kwenye asili yangu. Bwana samee agano lolote linaokataa tusimiliki afya. Kuna watu hawamiliki afya. Sukari na shangazi, sukari na mjomba, sukari na baba, pressure, kuna kansa, huyu kansa ya mguu, huyu kansa ya shingo, huyu kansa ya tumbo. Yani ni ziki kwa sababu mmenyang'anywa umiliki wa afya. Sasa mwalimu, mimi kumiliki sio nyumba. Hata kuna watu wengine hawana miliki ya amani. Mtu anakula vizuri, analala vizuri, anafanya nini, lakini amani ilienda na maji. Lakini amani iliishia. Unanishangaa? Ndivyo ilivyo. Kwa mtu anakutana naye tu amevaa vizuri na tenge, kutana mama mmoja amevaa lemba namna hii karibu liguse nguzo ya umeme, safi. Lakini ana amani ndani, ana umiliki wa amani. Nini mama? Hapana mwanangu, hapa ni nini? Ana amani ndani, ana umiliki. Portion ya umiliki imeibiwa. Hivyo hivyo katika ndoa, ukiona ndoa yako ni tia maji, inaenda kama gari lililokata center bolt, ujue umiliki wa ndoa kama hujapotea unaenda kupotea. Kama haupotei au kuepo, lakini neema ya Mungu imefanya ufike hapo ulipo. Sema mtumishi, mimi tangia nimemwoa dada kule kazini kumeshuka. Mimi tangia huyu baba amenioa sipati amani, hata biashara haziendi. Umiliki upo. Kwa hiyo niwaambie watu wa Mungu, niwaambie tu ukweli kabisa. Umiliki ni kitu cha msingi sana. Na umiliki watu wengi wame-explain kama ni fedha. Umiliki sio fedha. Umiliki ni chochote kile ambacho mwanadamu anapaswa kukipata, lakini shetani alikichukua. Ndio maana kuna portion, kuna mtu hawezi kumiliki mchumba, kuna mtu hawezi kumiliki ndoa, kuna mtu hawezi kumiliki kazi, kuna mtu hawezi kumiliki biashara. Kama portion yako ya kumiliki biashara imechukuliwa, alafu unaenda unakopa hela. Sahau. Yaani utakuwa ni mtu amepita hapa. Wenzako wanakopa hela, wanafanya biashara, wanaendelea, miaka 2 hawapo. Wewe ni kama ambulance ya Madhare. Kwa hiyo nikwambie tu mtu wa Mungu, usiogope. Ndio maana tuko hapa kufundishana. Umiliki ni kitu kinachowezekana katika ulimwengu wa roho. Umiliki ni kitu ambacho sio cha kubahatisha. Umiliki ni wewe kutulia, kwenda mbele za Mungu, kuskani, kuangalia mimi naenda kufanya biashara. Je, strategies ni nini? Watu wengi wanafanyaga vitu bila kanuni. Shetani anatupiga kwa ajili ya kanuni, na Mungu anafanya kazi na kanuni. Unatoka wapi kwenda kufungua biashara mahali umekopa hela? Haujawa na elimu ya kuomba kwa ajili ya ile ardhi. Haujawa na elimu ya kutawala ile ardhi. Ardhi hata kama ni ya mwenye nyumba, inatakiwa kwa ule muda ambao umefungua biashara, wewe uwe mtawala. Nyumba kama ni wewe umerenti unakaa, kwa ule muda ambao unalipa kodi, wewe ndio unatakiwa uwe mtawala. So siombi sana, sio kwangu. Mungu awabariki sana. Niendelee kuwakaribisha katika masomo, lakini somo linalofuata litakuwa ni jinsi gani ya kumiliki ardhi kwenye hizi portion. Ardhi kwenye mahusiano, ardhi kwenye biashara, ardhi kwenye amani. Mungu wa mbinguni awabariki sana.